Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, mjambo, karibu kwa taarifa hii ya habari. Kwanza ni habari kwa ufupi. Mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutetea mpango wa kuleta amani mashariki mwa nchi. Hii ni kupitia kumaliza uporaji haramu wa mali ya Kongo na kukomesha mitandao inayochochea makundi yenye silaha. Mjini Matadi, wafanyabiashara katika soko la Angonoki wanapinga uamuzi wa mamlaka wa kuhamisha eneo lao la biashara. Soko hiyo inawapokea wafanyabiashara wadogo wanaotoa biashara zao kati ya DRC na Angola. Na jimboni Kasai Central, shirika la kitaifa la huduma za umeme vijijini na maeneo za pembezoni mwa miji ANSER limeviwekea vituo 7 vya afya, kisima cha maji, mfumo wa umeme wa jua na vifaa vya kompyuta. Lengo ikiwa ni kuboresha huduma kwa wagonjwa katika eneo hilo. Wapendwa wasikilizaji, karibu kwa taarifa kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatetea mpango wa jumla wa kuleta amani mashariki mwa nchi. Ikihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, DRC ilisisitiza umuhimu wa kupambana na unyonyaji haramu wa mali ya asili pamoja na mitandao inayochochea makundi yenye silaha. Kauli hiyo ilitolewa na waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba alipokuwa akiongoza kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ilikuwa siku ya 3. Na huku mapigano yakiendelea kati ya FARDC na AFC M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamelaani matumizi ya mateso, ukatili wa kingono na kuwekwa kizuizini kiolela katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo lenye silaha. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 21 Julai huko Geneva, Uswisi, walitaka makubaliano ya kusitisha mapigano iheshimiwe na kuwasihi pande zote katika mzozo huo kuwalinda vyema raia. Huko Ituri, MONUSCO imesisitiza tena ahadi yake ya kusaidia vikosi vya Kongo. Siku ya 3, kamanda wa kikosi General Ulysse de Mesquita Gomez alikutana na gavana wa jimbo hilo General Gabika Songo. Viongozi hao wawili walijadili masuala ya usalama, ulinzi wa raia na hatua za kukabiliana na mlipuko wa Ebola ambao unaendelea kusababisha vifo katika mkoa huo unaochukuliwa kuwa kitovu cha ugonjwa huo. Afisa huyo wa kijeshi wa Umoja wa Mataifa alijadili ushirikiano kati ya MONUSCO na FARDC. Tukumbushe kwamba mkuu wa kikosi cha kulinda amani wa MONUSCO alitembelea Mungwalu, eneo lililoko umbali wa takriban kilomita 85 kutoka Bunia siku ya 3, ambapo MONUSCO inatoa msaada ili kuhakikisha usalama wa shughuli za kukabiliana na Ebola. Kama tulivyosema mwanzoni, wasiwasi unaongezeka miongoni mwa wafanyabiashara katika soko la mpakani la Angonoki mjini Matadi katika jimbo la Kongo Central. Hao wanapinga uamuzi wa mamlaka wa kuhamisha eneo lao la biashara ambalo wanaliona kuwa chanzo muhimu cha mapato kwa familia nyingi zinazotegemea biashara ndogondogo kati ya DRC na Angola. Wafanyabiashara hao wanatoa wito kwa meya wa Matadi kutafakari upya hatua hiyo na kuanzisha mazungumzo na wadau wote. Elise Kavira na taarifa kamili. Kwa wafanyabiashara wengi, soko la Angoango ni chanzo cha muhimu sana cha mapato kwa familia nyingi zinazotegemea biashara kati ya Angola na nchi yetu. Kusikia kwamba soko hilo linataka kuhamishwa mahali pengine kunawatia wasiwasi wauzaji wengi. Mmoja wao, Mama Meda Ngoma, yeye anasema wanapenda wajue ni wapi soko litapelekwa. Anaeleza kwamba kama litakuwa mbali, itakuwa vigumu kwao kufanya mabadilishano ya bidhaa na wafanyabiashara wa Angola kama ilivyo sasa. Kwa upande mwingine, Baba Jean Tango, yeye anaonyesha wasiwasi wake kuhusu usalama wa wafanyabiashara.
anaomba mamlaka iwape eneo ambalo liko karibu na mipaka ili waweze kuendelea na shughuli zao za biashara katika hali ya usalama. Tulimwasiliana pia meya wa Matadi Dominique Kodiambete. Ameeleza kuwa eneo jipya la soko liko umbali wa karibu mita 200 kutoka mpakani. Pia ameahidi kutoa majibu kwa wasiwasi wa wafanyabiashara wakati wa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika pamoja nao. Toka Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi. Na huko Mahagi katika jimbo la Ituri, makundi ya asasi za kiraia yameripoti majeraha kwa watu 13 kufuatia maandamano yaliyofanyika siku ya kwanza kwa kupinga unyanyasaji katika vituo vya ukaguzi barabarani na malalamiko mengine mbalimbali ya eneo hilo. Kwa mjibu wa kundi hilo, hakuna hata mmoja aliyejeruhiwa kwa kupigwa risasi. Watu hao waliripotiwa kujeruhiwa katika hali ya woga iliyotokea wakati vikosi vya usalama vilipo watawanya waandamanaji. Jean-Claude Dalokidile aliandaa ripoti inayoletwa hapa na Martial Kizabiamungu. Kulingana na presidenti wa shirika la raia vya pale Mahagi, vikosi vya usalama viliwatawanya waandamanaji wa kutumia risasi za honyo katika uwanja wa Kabumbu wa Mamba ambapo mkutano huu ulikuwa ukifanyika. Washiriki wengi walijaribu kukimbia kwa hofu katika ghasia zilizotokea. Watu 13 waliumizwa vikali. Wahanga walipelekwa katika vituo mbalimbali vya afya hapo Mahagi ili kupata matibabu. Vyanzo vya raia pia vimeripoti ya kwamba maandamano hayo yalivuruga sana shughuli katika vituo kadhaa kote katika eneo hilo la Mahagi. Maduka na huduma zingine zilibaki zimefungwa kwa muda mrefu wa siku. Wakilishi wa kiraia wamesema ya kwamba wameasilisha haki yenye mapendekezo kadhaa yao kwa mamlaka ya mtaa. Wanatumaini ya kwamba kuwasili kwa ujumbe umoja kutoka Bunya ilifika katika eneo la Mahagi Jumatano kutawezesha kufungua mazungumzo na maafisa wa eneo hilo na kupata suluhisho kwa madai ya waandamanaji kwa kusaidia upungufu wa mvutano. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Jimboni Kivu Kaskazini, kijiji cha Ntoto ambacho ni makao makuu ya utawala wa grupema ya Waloa Uroba katika mtaa wa Walikale kinaanza kutoka katika hali ya kutengwa. Siku ya 3 wakaaji walipokea kwa furaha pikipiki ya kwanza ya usafirishaji wa abiria baada ya miaka nyingi za kutengwa. Hiyo ni kutokana na kukamilika kwa awamu ya kwanza ya kazi ya kufungua barabara ya Buhimba Ntoto. Mradi huu wa barabara yenye urefu wa kilomita 54 unafadhiliwa na sekta ya Wanyanga kwa kutumia fedha zake yenyewe. Bernardin Nyangi kwa maelezo zaidi. Kwa mujibu wa kiongozi wa sekta la Wanyanga Descartes Akilimali, mradi hii ni sehemu ya mpango wa maendeleo ya eneo hilo la miaka 5 ulioanzishwa mwaka wa 2024, huku utekelezaji wake ukitarajiwa kuendelea hadi mwaka wa 2029. Awamu hii ilihusu kufungua njia kati ya Buhimba na Ntoto, lengo likiwa kuunganisha eneo hilo na mtandao wa barabara toka Walikale Centre hadi Ngora na hatimaye kuimarisha mawasiliano kati ya Walikale na mji wa Nyabiondo katika mtaa jirani wa Masisi. Kiongozi wa sekta anabainisha kuwa imesalia kwa awamu hii kazi ya kilomita karibuni 10 ili kufikia lengo lake. Awamu ya pili itajikita katika kujenga miundo mbinu ya kuvuka maeneo yenye changamoto, kuboresha maeneo yenye kinamasi ama matope na kuchimba mifreji ili kuruhusu magari kufika Ntoto. Mradi hii ya gharimu kwa jumla dola za Marekani 1450 zikifadhiliwa na mapato ya mali toka kodi za ushuru na miraba ya madini. Kupitia mradi huu, sekta ya Wanyanga yalenga kufungua vijiji vilivyotengwa, kuboresha shughuli za kiuchumi na hali ya maisha ya wakazi. Huko Kivu Kusini, shirika nyipya la kiraia la wilaya ya Kale linatoa wito kwa wamiliki wa boti na wasafiri kuzingatia viwango vya uzito unaoruhusiwa kwenye ziwa Kivu. Wito huu unalenga kuzuia ajali zinazotokana na kupakia mizigo au watu kupita kiasi wakati huu ambapo kuna mawimbi makali. Kiongozi wa shirika hilo, Benjamin Mungazi, anawataka watumiaji kuwa waangalifu zaidi wanapokuwa ziwani, kwani ziwa hilo linatumiwa sana na jamii zinazoishi kando kando yake.
Na kwa mwisho, vituo vingi vya afya mjini Kananga, makao makuu ya jimbo la Kasai Central, bado vinafanya kazi bila kupata maji safi au umeme. Hali hii inatatiza kazi ya wahudumu wa afya na kuathiri ubora wa huduma kwa wagonjwa. Ili kusaidia kuboresha hali hii, shirika la kitaifa la huduma za umeme vijijini na maeneo ya pembezoni mwa miji ANSER limeviwekea vituo 7 vya afya, kisima cha maji, mfumo wa umeme wa jua na vifaa vya kompyuta. Mpango huu ni sehemu ya mradi wa Mwinda unaolenga kuimarisha huduma za afya kwa kuboresha mazingira ya kazi ya wahudumu wa afya. Ripoti hii imeandaliwa na Andre Katende Ngalamulume, Benjamin Mudumbi atafsiri. Vituo vya afya 6 ikiwemo Sainte Therese, Saint Joseph, La Perseverance, Christ Roi, Mamu Wetu na Croix Rouge pamoja na hospitali kuu ya Lukunga wamepata msaada wa vifaa. Kwenye vituo hivyo kupata maji safi inabaki shida kubwa. Kukatika kwa umeme mara kwa mara unahatarisha utoaji wa matibabu, na ukosefu wa vifaa muhimu vya kazi inafanya kuwa vigumu kuchunga na kuweka vizuri matokeo ya kiafya. Kupitia msaada huu wa vifaa mapya, vituo hivyo vinatarajia kuboresha mazingira ya kazi ya wafanyakazi wa afya na kuhudumia zaidi wagonjwa. Kwa miaka mingi tulikuwa tunazalisha na kutoa matibabu ya haraka bila umeme. Ukosefu wa maji uliharibu kanuni za usafi, maambukizi na usalama wa wagonjwa. Hayo maoni ya mpataji msaada wa mahali. Kwa ANSER, vifaa hivyo vitasaidia kuimarisha huduma za afya na kuboresha mazingira ya kazi ya wafanyakazi. Alexis Mulomba, kiongozi wa ANSER munako eneo la Kasai, anaeleza kuwa vifaa hivyo vilivyopewa leo vinaruhusu kuboresha huduma ndani ya vituo vilivyopata msaada huu. Akiwa kwenye sherehe hiyo, gavana wa Kasai Central Joseph Moise Kambulu amewaomba viongozi wa vituo vilivyopata msaada huu kutumia vifaa hivyo kwa makini ili viweze kusaidia wananchi kwa muda mrefu. Asante kwako Benjamin Mudumbi. Ni pamoja nawe ndipo tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha kwanza cha taarifa hii. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha sasa kufuata kipindi cha pili, na ni pamoja naye Bernardin Nyangi. Jambo kwako Rosalie Zawadi. Tufunguka rasa huu na mwaliko wetu wa siku. Radio Okapi, invité en Swahili. Jimboni Maniema, wakati wanafunzi wako likizoni, shule za Kianglikani zaendelesha vikao ili kuandaa mwaka wa masomo 2026-2027 ujao. Mkutano wa hivi karibuni wa walimu ulifanyika mjini Kindu. Ili kuelewa lengo la jitihada haya, tulimwoji Zakari Masimango Katanda, askofu wa dayosisi ya Anglikani ya Kindu. Anajibu katika mazungumzo haya na Florence Kizalunga. Baba Zakari Katanda Masimango, jambo. Jambo sana journaliste. Wakati watoto wiko kwenye mapumziko, nyinyi mumeweza kukusanyisha walimu na wakuu viongozi wa mashule ya Kianglikani kwa ukomo gani? Tunawakusanyisha kwa ukomo ya kubaki pamoja na wao kwa kuchunguza sababu gani hiyo nivo ya masomo ya watoto inashuka, sio kama kawaida. Inafaa tujifunze pamoja, tutafute namna gani tunaweza kuongeza hiyo nivo ya elimu ya watoto wetu kusudi tupane kwa Kongo watoto wanaofaa kwa kuendelesha hii nchi mbele. Tunaweza kusema ni namna yenu ya kuweza kutayarisha vizuri mwaka wa masomo ujao ya 2026 mwaka 2027. Na ni vile mama journalist, tunapenda tutayarishe vizuri mipango yote ya masomo ambao leta anatupatia sisi kwa mwaka ijayo kusudi tuanze vizuri na tutamaliza vizuri. Katika kikao hiki nini ilionekana kama vile magumu ama shida kubwa kwa ajili ya mashule zenu ndani ya mwaka iliyopita? Kwa mwaka iliyopita tuliona shida iko ngambo yote. Tuliona shida ngambo ya walimu, ngambo ya wazazi na ngambo ya wanafunzi wao wenyewe. Na shida ya walimu ni nini? Walimu wengi hawana wakati ya kutayarisha mafundisho kwa watoto. Walimu wengi wanakuwa wanafunzi, wengine wanatumika huko na huko kwa kusudi ya kupiganisha maisha. Kuna pia wanafunzi wengi ambao hawajitoe sana kwa masomo, wanategemea rushwa. Na wazazi wengine hawafuatilie watoto nyumbani. Hii yote ni vizuri tuchangiane pamoja kusudi mwaka ijayo tuangalie wanani ambao wanaweza kutusaidia kwa kuweza kuongeza elimu ya watoto wetu. Kufuatana na hiyo jambo, suluhisho gani mliweza kukamata kwa ajili ya kurekebisha? Kwa kurekebisha, ya kwanza
kwanza tutafuatilia sana mambo ya walimu, na ya pili tutafuatilia sana mambo ya watoto na kuwaweka kwa hali ya mzuri kwa kuweza kujifunza, kurekebisha manyumba ambao wanajifunza ndani na kuleta vifaa za didaktiki kusudi watoto waweze kujifunza kwa hali ambayo inaofaa kufuatana na mipango ambao serikali anaweka mbele yetu. Hiyo ni hakikisho ama espoir, matumaini ambapo umepatia wazazi wenye kutuma watoto wao kunako mashule za Anglikani kusema kwamba mwaka ujao watoto wao wataweza kusoma kama kawaida. Ndiyo, ni matumaini, ndio Kiswahili mzuri, ni matumaini, sababu bila matumaini hakuna mwenendo. Tuna matumaini, tuna ile mwelekeo ambao tunapenda tusimamishe kwa masomo zetu zote, na ile mwelekeo itatusaidia sisi wote tuangalie mbele, tuangalie kwa ile mwelekeo kusudi mambo yende mzuri kwa masomo ambayo serikali inatupatia tuweze kuyaongoza. Kuona basi mumeweza kushirikisha walimu katika kikao hiki na mumeweza kunyanyua elimu yao, nini mnapendelea walimu wafanye katika mwaka ujao ambapo itaanzia hapa kunako Septemba ijao? Tunapenda kwanza walimu waheshimu mipango ya serikali ambao iko mikononi mwao. Programu ya masomo iko wazi, waimalize, waifundishe vizuri, wasikilize mashauri ya wainspekta na ya wazazi na hata ya kanisa. Na kwa ngambo ya sisi kanisa tutajitahidi sana kuwasindikiza walimu kiroho na pia kuwasaidia kuameliore namna ya maisha yao. Tunafikiria kwamba mliweza pia kuzungumzia kuhusu miundombinu, yani mabatiment, equipement ya mashule zenu. Ndiyo, kwa mwaka uliopita tumejenga masomo nyingi sana, karibu 7 ya msingi na ya sekondari, na tumetia vitabu, na hapa nyuma tumewaletea njia mpya ya kujifunza kwa kutumia internet, kwa kwenda kwa site ile ya departement yetu ya masomo kutafuta vifaa mbalimbali ambao serikali imetayarisha kusudi walimu watumikishe kwa kuweza kurenforcer namna yao ya kufundisha. Sasa wakati unaposema kwamba mashule za Anglikani hawezi kuwa kama vile ya lala, mahali ambapo wanafunzi waliofukuziwa mahali ingine wanakuja huku kwenu, nyinyi mtafanya nini? Ndio, sisi kabisa kweli tutafanya mkazo juu ya mambo ya inscription. Tutachunguza sana mambo ya inscription. Haiko tu afere ya prefet, directeur na balimu na baparara. Si kanisa tutaingia pia ndani. Tutaingiza system ya kufanya concours. Tuyue niveau ya aba tu tutapokea kwa namna gani. Sababu najua kama ufanye concours utapokea n'importe qui, na ndio naita mambo ya rushwa kwa kuandikisha watu. Hata biko 5 au 6 tutafanya concours. Tuyue biko na niveau gani kusudi tubapokee, tuyue kwanza banahitaji nini hawa watoto biko hapa hivi. Zakari Katanda Masimango, shukrani. Asante sana mama journalist. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kupitia hiyo mpango wa msako zidi ya kuenea kwa virusi vya Ebola, viongozi wa jamii na wahudumu wa masishaji katika mji wa Beni waendelesha juhudi za kuelimisha umma kuhusu kuzingatia hatua za kujikinga. Waliofaidika na mafunzo haya kadhalika wahimizwa kusambaza taarifa hizo ndani ya jamii zao ili kuhakikisha ushiriki kamili wa umma katika kuzuia ugonjwa huo kuenea. Ripoti yake Mark Marofimbo. Waliofunzwa kuhusu kipi kujikinga na janga la Ebola walisema kupata tena ujuzi nyingine. Neema Kaambu ni mmoja wao. Nilishika mafundisho leo eke tunapasha comprendre que maladie iko deja hapa. Tuache kudute parce que c'est une maladie qui est réelle. Haiko Ebola kope gisi batu wanazoea kusema. Ndabaambia ke baendelee kujiproteger parce que magonjwa iko deja. Janga la Ebola sio ya kuzarau, alisema kwa upande wake Kavuo Maliabo Anastasie. Mafundisho yenyewe tunafundishiwa ni ya muhimu sana sana, tena kuhusu hali ya hewa yenyewe tuko tunaishi leo. Hali yenyewe inatuomba tukue makini kwa hali ya kuishi yetu. Mambo ugonjwa iko ile ugonjwa kukua, anatufundisha kwamba hayombe kukua negligent. Unge unazarau hali yenye iko, kama magonjwa iko, inatuomba tukamate mesures de barriere, precaution. Namna gani tutaishi? Mama wewe nyumbani kwanza, nyumbani kwako unaona namna gani utachunga jama, na unawaambia namna gani naomba kujikinga, na unawafundisha kwa kujikinga. Ya kwanza inaomba tu nawe kwanza mikono saa yote, unawe fasi yote kwenye mtoto anachezea, unakontrole mtoto anacheza anatoka kule, mwambie anawe mikono. Mgeni anapoingia ndani ya parcel anawe mikono, na ile na tubidi tutayarishe begeti ya kukwana nawisha na pale kumbele ya mlango.
Kwake Placide Mate, msimamizi wa jamii, kuongeza tena mashauri ya ukingo. Kama sisi wakaaji tujue ya kwamba kujikinga kwa hii magonjwa, kitu ya kwanza ni kuweza kushika yenye wanaita mamezir barriere, ni kunawa mkono kwa maji safi na sabuni kwa kila wakati. Wakati unaona mtu amegonjwa, lazima sana umutume kunako kituo ya afya ili waganga wamupe matunzo inayofaa, na ni wao ndio watakaoweza kuchunguza ya kwamba kuna shida kubwa au hapana, na ile wakati tutakuwa tumeweza kuchunga komunote yetu. Ifahamike kwamba waliofunzwa watakuwa walimu kwa wengine ili pamoja kuweka kando janga hili la Ebola. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi. Ni hayo yaliyohusu kipindi chetu cha pili cha habari. Asante kwako Bernardin Nyangi. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo tunafikia mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari ya Radio Kapi. Mimi ni Rosalie Zawadi na washukuru kwa kutusikiliza. Kwaheri.